ambavyo namna ambavyo ametoa pasi. Karibu sana mwana Azam FC katika kipindi chetu pendwa cha Azam FC TV hapa Azam Sports 1 HD ya Azam TV. Tulionayo leo hii ni pamoja na Azam FC kujiandaa kuelekea jijini Mbeya kuzisaka alama 3 muhimu. Kutokana na mazingira ambayo tuko nao, tumemaliza mazoezi yetu ya mwisho leo na timu inatarajia kusafiri kesho alasiri. So tutaondoka hapa tukiwa na kikosi cha watu 25. Tunatarajia kufika kule jioni na kujiandaa na mchezo wetu ujao. Na jingine kubwa ni Rais wa Shirikisho la Soka Tanzania TFF Wallace Karia amekutana na ugeni mkubwa wa klabu ya AAK ya Sweden ambao ni washirika wa klabu ya Azam FC kwenye kuendeleza soka la vijana. Niwapongeze Azam kwenye hii kituo chao cha vijana hiki ambacho wamekianzisha cha siku nyingi sana na kimekuwa kinatengeneza vijana wengi kwenye timu ya taifa, mnaona wako pale, lakini pia nia yetu sisi ni kuhakikisha kwamba vijana wanatakiwa waende nje. Kwa hiyo kuwa na mahusiano na taasisi kubwa na vilabu vikubwa vya nje ni jambo la msingi kabisa. Tunaanza na kipindi chetu kwa kuangazia mchezo wetu unaofuata dhidi ya Tanzania Prisons, mchezo utakaopigwa Ijumaa ya Oktoba 18 mwaka 2024 mkoani Mbeya kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine majira ya saa 10 kamili jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Huyu hapa ni Rashid, meneja wa timu ya Azam FC, akitujuza zaidi kuhusiana na safari hiyo ilivyo. Kutokana na mazingira ambayo tuko nao, tumemaliza mazoezi yetu ya mwisho leo na timu inatarajia kusafiri kesho alasiri. So tutaondoka hapa tukiwa na kikosi cha watu 25. Tunatarajia kufika kule jioni na kujiandaa na mchezo wetu ujao. Wachezaji 25 waliobaki, wale walioko timu ya taifa, wanatarajia kuwasili saa ngapi na programu yao ikoje? Kwa maana kwamba watakuja moja kwa moja kuungana na wenzao mazoezini au wataungana na wenzao safarini kuelekea Mbeya? Nimekuwa nikiongea na mwalimu hicho, na mwalimu alichokuwa ameamua kutokana na mazingira hawakupata muda wa kupumzika, wanatakiwa baada ya mechi leo wamaliza warudi nyumbani kwenda kusalimia familia. Kwa sisi tutakutana nao kesho safarini kuelekea kama timu kuanzia pale kuelekea Mbeya. Mwalimu anasemaje kuhusiana na mchezo wenyewe? Kwa hilo bado tuliza ila kitu kikubwa anajua maandalizi yako vizuri tumefanya, na hayo mengine yanakuwa ni ndani ya timu kwamba nini tunajua kufanya. Kwa hiyo tulikuwa nimediscuss na mwalimu, kitabaki huko ndani kwetu. Katika kujiweka sawa kwa ajili ya kuendea mchezo huo dhidi ya Tanzania Prisons, timu yetu ya Azam FC ikiwa kwenye viunga vya Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam, imeendelea na mazoezi ili kujiweka sawa kuelekea mchezo huo. Huyu hapa ni kocha mkuu wa kikosi hicho Rashid Taus akizungumzia jinsi alivyojiandaa kuelekea mchezo huo. Things go very good. You have seen we have working very hard and with the pleasure, because you say the players enjoy what we do and they do her best effort physically, technically. They must to be well, and also we work that to be collective tactically. So yesterday we have working for animation defensive, today animation offensive, and tomorrow we work at 8 in the morning because we are in camp now. We start the camp today and we wait for the national player, international player with Faisal, Adolf, Pascal, Lusajo, Zuberi, Sadoun, and when they come, we give recovery for him because we are playing two games in 1 week, and we start to work with all the team in Thursday, and we give
the last session when we make set pieces and we make mixed defense and attack, inshallah. Tanzania Prisons is one of the teams that are playing the physical game, contact game, physical game. Their physique is very good and they tackle hard. How do you prepare the team for that? So, that's what I see before, that we have preparing physically, technically and tactically, but we have making friendly games against military JKT, and that's what I chose this team, because he play like Tanzania Prisons, and also we prepare our player to be strong mentally, because when we play this game we must to be ready mentally. If we are ready and we are fighting and we have good spirit, we don't have the problem with Matatuzo with any team. Wakati haya yakiendelea, wachezaji pamoja na makocha wa Azam FC hawakuwa mbali hii leo kuunga mkono safari ya Tanzania katika harakati za kufuzu AFCON dhidi ya Congo DR. Asante Tanzania, asante Taifa Stars, asante shabiki bora wa Azam FC. Bajana, wewe ni mchezaji wa Taifa Stars, kwa sasa majeruhi, hujapata nafasi, lakini leo uliangalia mchezo mkiwa pamoja na wachezaji wenzako na matokeo hayakuwa upande wa Tanzania. Wewe kama mchezaji una nini la kusema? Kwanza niwapongeze kwa performance walioonyesha leo, japokuwa tukupata matokeo mazuri. Niwape pole na ni pole kwa Tanzania wote, na bado pia na nafasi kwa sababu tuna michezo miwili, kwa safari bado inaendelea. Tunapaswa kupambana na kuhakikisha tunatafuta pointi kadi tuwezavyo ili tuweze kuqualify kama tulivyoqualify AFCON iliyopita. So mimi naendelea kwa pamoja kwa sababu kila kitu kinawezekana, ingali bado kila mtu ana uhai, kila kitu kinawezekana duniani. So wazidi kupambana na hakikisha wanafuzu ili iwe furaha kwa kila Mtanzania. Mpenzi mwana Azam FC, hebu tukumbushane kidogo tu kuhusu mchezo wetu wa msimu uliopita dhidi ya Tanzania Prisons, sisi tukiwa ugenini. Swali ambalo mimi na wewe acha tuendelee kusubiri majibu yake. James Akaminko, ngoma imetulia vyema ile. Jibril Sila ndani ya 18 anacheza ule mpira. Penalty! Aliacha mkono nyuma Jumanne El-Fadhil ni mkaza. Jibril Sila akatumia ujanja hapo akaupeleka ukagonga kwenye mkono. Mwenyewe unaona kabisa anajutia. Waswahili wanakuambia majuto ni mjukuu. Bench alina furaha sana. Kwa marejeo picha ile itangulia kugusa mkono. Clear penalty ambayo wanaipata Azam kwa mjanja Jibril Sila. Faisal Salum Abdallah Feitoto akitafuta goli lake la 9 hapa CCM Sokoine. Ni yeye dhidi ya Yona Geoffrey Amos. Acha tuone. Faisal anaweka ndani. Faisal Salum Abdallah Feitoto, magoli 9, moja nyuma Stefan Aziziki katika ile vita kutafuta ufungaji bora. Mashabiki sasa wa Azam, kasi ya kushangilia na yenyewe imeongezeka. Mchezo huu ulimalizika kwa sare ya goli 1-1 na kuibuka na alama 1, huko Azam FC ikipata penati katika dakika ya 54 kipindi cha pili, huku mpigaji wa penati hiyo akiwa ni Faisal Salum Feitoto. Hapa CCM Sokoine, Yannick Litombo Bangala macho amemtoka akiona kwamba dakika zijachezwa katika kiwango kinachostahili. Azam FC inawaomba wapenzi wa mpira na mashabiki kuhudhuria kwa wingi uwanjani siku ya Ijumaa, yaani Oktoba 18 mwaka 2024, ili kuhakikisha tunashangilia timu hiyo huku tukifurahia mbungi safi na lenye burudani ya kutosha. Njoo ukiwa umevalia uzi wa Azam FC, yaani mtoko wa dunia, tuje kuwashangilia wapambanaji wetu.
Katika hatua nyingine, Rais wa Shirikisho la Soka Tanzania TFF Wallace Karia amekutana na ugeni mkubwa wa klabu ya AIK ya Sweden ambao ni washirika wa klabu ya Azam FC kwenye kuendeleza soka la vijana. Rais wa TFF Wallace Karia akiwa na mwenyeji wake chairman wa Azam FC Omar Kwe wamekutana na ugeni huo wa AIK ambao ni mkurugenzi wa ufundi Peter Warburg, msaka vipaji mkuu wa kikosi hicho cha AIK Frederick Wiso, mchambuzi wa mechi na viwango vya wachezaji Andres Yamin, pamoja na kocha wa maendeleo ya soka la vijana Linus Werberg. Niwapongeze Azam kwenye hii kituo chao cha vijana hiki ambacho wamekianzisha cha siku nyingi sana, na kimekuwa kinatengeneza vijana wengi kwenye timu ya taifa, mnaona wako pale. Lakini pia nia yetu sisi ni kuhakikisha kwamba vijana wanatakiwa waende nje. Kwa hiyo kuwa na mahusiano na taasisi kubwa na vilabu vikubwa vya nje ni jambo la msingi kabisa, na hii sio kwamba itasaidia Azam tu, itaisaidia nchi na kwa jumla, lakini pia itawasaidia na hao vijana maisha yao ya baadaye. Lakini pia tutakapokuwa na vijana wako nje, na maana na timu yetu ya taifa nayo itakuwa na wachezaji ambao wanatoka nje. Hayo ni mambo ya msingi kabisa. Mimi niwapongeze, na mimi kama shirikisho, kiongozi wa shirikisho, nimeahidi kwamba tutawasapoti, lakini nimewaomba wale nao waangalie jinsi gani mbali ya kwamba wanasaidiana na Azam, waangalie pia na jinsi gani wanaweza kutusaidia hasa kwa upande wa teknolojia, kwa upande wa kufanya analysis za michezo. Ni jambo ambalo sisi tuna ukosefu nalo sana, la kusoma wapinzani, kusoma wachezaji wetu, kwa kuchambua, kuona kwamba sio kuchambua wale wachambuzi wa kwenye TV baada ya michezo, kuchambua, kuangalia mechi za nyuma, wapi yako mapungufu wapi, lakini na kuwarekebisha vijana ndio jambo la msingi zaidi ambalo tunalihitaji pia sasa hivi. Lakini pia wamesema wana makocha zaidi ya 500. Tutaangalia, najua Azam watafanya utaratibu, kutakuwa na makocha wanakuja hapa, na hii inaenda sambamba na sisi ushirikiano wetu na FIFA kwenye ile TDS ambapo pia tuna makocha wako pale kwenye kituo cha Tanga wanakuja. Ni jambo la msingi, lakini pia na vilabu vingine viige mfano wa Azam, viige mfano wa TFF, ili ikiwezekana haya mambo yasiwe tu kama ni ajabu, yawe ni utamaduni wetu wa Tanzania, kuhakikisha kwamba tunashirikiana. Azam FC Septemba mwaka huu iliingia mkataba wa miaka 5 na AIK ya Sweden kwa ajili ya kuendeleza soka la vijana, ikiwemo kutimiza ndoto za vijana wa Kitanzania kucheza soka la kulipwa barani Ulaya. Rais wa TFF Wallace Karia amefurahishwa na ugeni huo na kupongeza juhudi zinazofanywa na klabu ya Azam FC katika kuendeleza soka la vijana na kuwaomba wadau wengine wa soka kushirikiana na TFF ili kulisogeza mbele gurudumu la mpira wa Tanzania, hasa kwa vijana nchini. Vice Chairman wa Azam FC Omar Kwe ameratibu mchakato wote wa ugeni huu kuanzia siku ya kwanza mpaka hapa mpango ulipofikia. Akiongea na Azam FC TV, Vice Chairman wa Azam FC Omar Kwe amesema anatarajia mbeleni kutakuwa na matunda mazuri, kwani vitapatikana vipaji ambavyo vitakuwa na faida kwa Azam FC na kwa taifa la Tanzania na kwa vijana wenyewe kwa ujumla. Kama mlivyoona katika mwezi uliopita, mwezi wa 9, tuliingia makubaliano na klabu kubwa kutoka nchini Sweden, AIK, makubaliano ya kimpira katika uendelezaji wa soka la vijana katika klabu yetu ya Azam FC. Kwa hiyo mwezi wa 9 mwaka huu ndo tulifanya hitimisho la kusaini makubaliano hayo kwa muda wa miaka 5. Lakini mchakato huu ulianza toka mwaka huu mwezi wa 5. Tuliwaalika AIK klabuni kwetu na waliweza kuja mwaka huu mwezi wa 5. Ilikuja timu ya watu kama 5 wakiongozwa na mtendaji mkuu wa klabu ya AIK. Lengo lipo kwanza kuja kuona utamaduni wetu, kuona program zetu tunavyoendesha. Kwa hiyo safari ilianzia hapo. Baada ya hapo walirudi kwao, tukapeana baadhi ya majukumu ya kufanya, ikiwa pamoja na kuchakata mkataba wenyewe mpaka kufikia kwenye kusaini. Kwa kipindi cha hii miezi 2, 3, 4 toka mwezi wa 5 mpaka 9 ilikuwa ni kuangalia yale makubaliano ya mkataba yamekaaje, mpaka tulivyoona yamekaa sawa, kwa kushirikiana na wanasheria klabu yetu ya Azam FC na wao wanasheria wao.
then ndio tuka sign, na sasa rasmi ndio utekelezaji ndio umeanza mwezi wa 10 baada ya kufanya yale makubaliano. Kwa hiyo ndio maana tumepokea ugeni huu kutoka IK mwezi wa 10 tarehe 10, wameingia hapa toka tarehe 9, na mwezi wa 10 wameanza rasmi workshop yao. Lengo la safari yao hii ya awamu ya pili, wamekuja kwa malengo mawili au matatu. Kama nilivyosema, sasa ni utekelezaji. Kwa hiyo wamekuja kwanza kutoa mafunzo kwa walimu wetu wa vijana wanaowafundisha vijana, lakini pia wamekuja kuwafundisha watoto wenyewe ambao wapo hapo klabuni kwetu. Ikumbuke kwamba hapa klabuni kwetu sisi tunafundisha watoto wa kundi la chini ya umri wa miaka 20, chini ya umri wa miaka 17, chini ya umri wa miaka 15 na chini ya umri wa miaka 13. Kwa hiyo hao walimu wanawafundisha watoto hao kwa kipindi hichi ambacho watakuwepo, lakini pia wanawafundisha walimu wetu ambao wanawafundisha watoto. Kwa hiyo tunaita ni workshop ambayo itakuwa kwa siku kadhaa, takriban kama siku 10 hivi. Kwa hiyo wameshafika toka tarehe 9, wapo wanaendelea na huo mchakato, na rasmi toka wamefika tulikuwa tujaanza program, kwa kuna logistics mbalimbali, lakini pia hapa katikati wakati tunaendelea na hizo logistics, maandalizi ya workshop hiyo, tuliwapa taarifa shirika letu la mpira wa miguu kwa ajili kuja kubariki workshop, kwa maana kwamba rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Bwana Wallace Karia alikuja akatupa baraka, akakutana na wageni wetu, akaongea, wakabadilishana mawazo. Kwa hiyo hapa ndo tulipofikia, na bado tunaendelea na seminar au workshop yetu. Moja ya malengo makubwa ya ugeni huo ni kusaka vipaji pamoja na kutoa mafunzo kwa vijana na makocha wa kituo cha kukuza vipaji cha Azam FC. Kwa sisi tunashukuru, tuna imani au tunataraji mbeleni kutakuwa na mwendelezo mzuri, lakini mwisho pia kwenye kufunga workshop yetu hii watatuambia wameona nini na sisi tutaona tumejifunza nini, wamevumbua nini, kwa sababu mbali na kufundisha walimu, kufundisha na watoto, lakini lengo kuu la tatu wao ni kuja kuvumbua au kuainisha vipaji ambavyo vipo kwenye klabu yetu. Kwa hiyo ndio maana katika ile timu yao au ile delegation yao mle kuna mtu wa scout ambaye wanamuita chief scout, mtu wa kuchambua vipaji mkubwa. Kwa hiyo tuna imani baada ya mwisho wa workshop yao watatuambia wameona mchezaji yupi na yupi na yupi ambaye anafaa kwenda kujiunga na klabu ya IK kwa ajili ya muendelezo. Na ikumbuke kwamba si kwamba wakienda kule nchini Sweden IK ndio tayari wanapata usajili. No. Hii ni development. Sisi tunaandaa wachezaji miaka 13, miaka 15, na hii ndio sehemu ambao wao wana focus zaidi, na kidogo chini ya miaka 16. Lakini wanapotoka hapa wakienda kule na wenyewe wanafundishwa, wanapata ujuzi, utaalamu, wanafundishwa, wanakaa mwezi mmoja, miwili, wanarudi hapa, wanaendelea kufundishwa wakiwa kwenye academy yetu miezi miwili, mitatu, wanaenda tena mpaka mtoto atakapofika umri wa miaka 18. Hapo ndio kunaanza process nyingine za transfer na mambo mengine kama hivyo. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni tuko kwenye makubaliano na mashirikiano ya uendelezaji wa vipaji ili tupate product au tupate mchezaji sahihi ambaye tumemtengeneza ambaye ataweza kucompete au kushindana kwenye soko la kimataifa la kimpira. Kwenye soko la kimataifa la kimpira lina standard zake. Na standard hizo zinaanza toka unavyoanza kwanza kumteua au kumpata au kumchagua huyo mchezaji. Kwa hiyo kuna mambo mengi hapa katikati, lakini itoshe tu kuambia kwamba
mwisho wake sasa kile ulichokichagua ukakifundisha kwa muda wa mwaka mmoja, miwili, mitatu, ile zao la mwisho unaolipata ndio lile unaotegemea lije kupa liwe na manufaa. Liwe na manufaa kwake yeye mtoto mwenyewe binafsi kama kuwa mchezaji ambaye anacheza professional football, yani mpira wa kulipwa nje, lakini liwe na manufaa kwenye klabu yetu kwa kipato, lakini pia litakuwa na manufaa kwa taifa letu la Tanzania, kwa maana kijana huyo akiendelea kufanya vizuri kule, tuna imani kwamba pia atakuwa anaitwa kwenye timu zetu za vijana au za kubwa za taifa kwa ajili ya kucheza timu ya taifa. Kwa hiyo ndio kwa ufupi ujio wa wageni wetu kwa kipindi hichi. Mpaka hapa hatuna la ziada. Kumbuka, Azam FC, timu bora, bidhaa bora. Angalia namna ambavyo ametoa pasi